أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشفي كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونور بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. يقول الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. صدق الله العلي العظيم. Ndugu zangu wapendwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwa siku tatu zilizopita tulikuwa katika utangulizi wa mada yetu ya malezi katika Qur'ani. Utangulizi ule ulituelezea sababu za kutaua mada hii na pia ukatuelezea nafasi na umuhimu wa kuzungumzia malezi katika jamii. Leo tunataka kuingia kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu na siku zitakazokufuatilia ndani ya mada ambao insha Allah kulingana na wakati tuna nukta kama 8 hivi tunataka kuzijadili ndio tuweze kupata picha. Nukta ya kwanza kwa lugha ya Kiarabu nimeiweka kwa jina la tahlilul mufradat. Kwanza ni kuyachambua maneno yaliyotumika kuunda hii ni unwani ya mada, ambayo unwani ya mada imeundwa kwa maneno 4 kwa Kiarabu na kwa Kiswahili. Kiarabu tunanena manhajul Qur'ani fi tarbiyatil mujtama, ambao kuna neno manhaj tumelifasiri Kiswahili muongozo wa Qur'ani. Tuna neno Qur'ani, tuna neno tarbia yani malezi katika kulea, tuna na neno jamii. Haya maneno 4 ni lazima tuwe nayo mkononi na tuyaelewe kabla ya kuingia kuzungumza mengine. Hiyo itakuwa ni nukta ya kwanza baada ya yale yaliyotangulia. Nukta ya pili, pana haja
kabla ya kuzungumzia mwongozo wa Qur'ani katika kulea jamii, tuisome ile jamii ya kwanza iliyodirikwa na Qur'ani. Ndio tutaweza kuona picha halisi ya mageuzi ya Qur'ani ya kimalezi huweza kuwatoa watu wapi na ikawapeleka wapi. Na ndio nikaipa unwani al-mujtama'ul jahili. Ni muhimu tuisome ile jamii iliyoitwa ya jahiliya, yani mujtama'u ma qabla al-islam. Ule mujtama wa kabla wa Kiislamu tuchambue kidogo ulikuwaje. Itatusaidia kutuonesha sisi Qur'ani ilifanyaje. Hiyo ni nukta ya pili. Nukta ya tatu, tutazungumzia maalimu wa khasaisu at-tarbiya al-Qur'aniyya, sifa maizi, yani sifa zinazotofautisha malezi ya Qur'ani na malezi ya wengine. Kwa sababu huku kwenye zitabu na kwenye maisha yetu leo kuna mifumo mingi ya kimalezi inayofuatwa. Sisi tunataka kuzungumzia mfumo wa malezi ya nini? Ya Qur'ani. Sasa mfumo huu wa malezi ya Qur'ani una sifa zipi zinazoutofautisha na mifumo mingine? Ndio nikaziita sifa maizi au sifa pambanuzi. Kiarabu tunaziita mumayizat ama tunaziita khasais. Kila kitu kina sifa zake kinachotofautisha na kingine. Hiyo ni nukta ya tatu. Nukta ya nne, tutazungumzia ahdafu tarbiya al-Qur'aniyya, malengo ya malezi ya Qur'ani. Malengo yake ni yapi? Unapokuja katika madrasa ya kifikra, wewe madrasa yoyote kusoma, ni muhimu ujue wenda wapi na wataka ikufikishe wapi. Usende kutafuta baridi penye moto na usende kutafuta joto penye nini? Penye baridi. Kwa hivyo pia ni muhimu tujue Qur'ani yataka kutulelea sisi kutupeka wapi. Ikiwa sisi hatutaki kwenda pale tunapokwenda mpengine, tusitake Qur'ani kutuongoza pale ambapo Qur'ani haitaki twende. Hapa ni muhimu sana pia tutataka tufahamu malengo ya Qur'ani katika malezi yataka kumfikisha mwanadamu wapi. Kidogo tu nataka kuweka mulahadha hapa. Utakuta katika kukosa jambo hili na nitakuja kuyafafanua leo. Taasisi za kidini, msikiti, madrasa, zuo, hizi ni taasisi za pekeshwa kiasi kikubwa na malengo ya Qur'ani zinavyotakikana. Reality ikoja ni masala mengine. Napopataka mimi, sisi tunapokuja msikitini tuaja kutafuta nini? Malengo ya msikiti ni nini? Jaribu mfanye research zitu kama hizi, muangalie. Twaenda mahala kutafuta kitu ambacho sipo mahala pake mara nyingine. Kwa watu kwambia bana, misikiti bana siku hizi taka watu kwa hawana kazi wazengelewe kazi. Kweli ni moja katika madori ya pambizoni ya msikiti kuwazengelea watu nini? Kazi. Lakini malengo ya kimsikiti, ya kimsingi ya msikiti ni at-tarbiya diniya wa tarbiya ruhiya, ni kukupa malezi ya kiroho. Haikupi riziki hapa. Kwa hivyo utakuta twapeka kilio mahala ambapo sipake na twalaumu mahala ambapo sipake. Juzi niko mahala na mmoja katika
msomi, alikuwa mwanafunzi wangu, sasa hivi yuko katika ngazi za juu, kwa safarini sana. Zungumza naye, tulikuwa tunajadiliana namna ya hizi madrasa za kidini zinavyofifia na jinsi ya kuziamsha. Sasa katika kuzungumza, yeye akanambia neno moja, akanambia wallahi nimeshangazwa sana, mimi natoka kusoma miaka kadhaa, nimerudi ashakuwa muammam, mpigwa kiemba nini. Anambia nimepambana na mmoja katika watu nilosoma naye madrasa, kisha yeye akaamua kutoka upande huu na akaingia upande mwingine. Akamwambia wewe bado ukaliko huko, utakufa kwa ndao. Kiza mzuri sana, wewe bado ukaliko huko. Ambia nini? Ambia huko utakufa kwa ndao. Watakaje? Nataka madrasa ziutengeneze opportunity za watu kufanya kazi, kutajirika, si kazi za madrasa. Kama una safari hiyo, tafadhali kuanzia sasa tafuta mahali pengine, nenda college, nenda university, ambayo haya nitakuja kuyajibu. Leo wamezotoka university wenye madigrii wazungukao wakiomba barabarani mvangapi? Kwa nini tunataka kuilaumu madrasa? Kwa sababu ilitusomesha siku nyingi, hatukupata kazi. Mbona hatuko tayari kugoma kupeka vijana zetu skuli kwa sababu hawapati kazi? Tuelewana vizuri sana. Leo mtu anipe takwimu kila alomaliza form 4, sikwambii degree, sisi madrasa kusomesha paka thanawia tu muhimu. Kila alomaliza form 4 anioneshe elimu yake ya form 4 imempa maisha. Usinioneshe ufanya kazi kiwandani, hiyo haitaki form 4. Usinioneshe ufanya kazi ya punda, hiyo haitaki form 4. Usinioneshe, nionesha umevaa tai na suti na uko ofisini kwa sababu ya kisomo cha form 4. Sijui tumeelewana vizuri sana. Sasa sitaki kupanua haya, inshallah nitakuja kuyaweka sawa mbeleni. Ninachotaka mimi, tunapokwenda kutaka Qur'ani itulelee, malengo ya Qur'ani ni yapi? Zituo za kulelea za kiqur'ani na za kidini zataka zitupe nini? Na sisi twataka nini? Hapa ni mahala sitaki kusimama sana, lakini niwajalizie tena mfano mmoja. Imam mkwe rafiki yangu, lakini si kiwango sirika langu, ni mtu mzima, aweza kuwa hunizaa, lakini katika watu tuko karibu sana, tuko Nairobi. Siku moja tuketizia nyumbani kwake, tuangalia TV habari, mara kukatoka habari wakulima kule bara wamevamiwa na hawa uitwaje, zige sijui, na imesababisha kutilifika mashamba yao, wapata hasara. Sasa wakafanya kama maandamano, si maandamano ya fujo, wale wakulima, na kukenda zombo za habari kuwahoji. Sasa kabla hawajahojiwa, wakati wao wafanya, yeye avute kauli, anambie mimi Saidi, napenda usikilize vizuri paka mwisho hapo, nataka kukuonesha kitu kati yetu na wao. Mimi kafungua mato yangu na masikio yangu kuwasikiza wale wanavohojiwa, wanavolalamika, wanavoaddress matatizo yao, wanavozilenga ofisi husika na wizara husika na organization husika, mpaka wakamaliza. Kisha akanambia mimi, umefaidika nini mpaka hapo? Mimi kawa kidogo siangia ndani, kidogo process ilikuwa processor yangu ilikuwa kidogo iko slow pale, sababu si aya ile. Kaambia siyafahamu bwana. Akanambia hapo waweke watu wetu, ungaliwasikia utaja maimamu. Wewe umesikia kutaja kasisi pale yule? Umesikia uzungumza matatizo yake ya kuliwa na nzige mashamba yake, kuyalaumu makanisa? Akamwambia Umesikia rusha tu maneno akitukania watu, gavana, seneta? Anaambia mwangalia anapolenga kila mahala, anapojua panapotoka suluhisho la matatizo yake. Akanambia huku ndiko kujua namna ya kufuatilia matatizo yako, utayapata wapi na hutatuliwa vipi na katika ofisi zipi.
Akamwambia wamaanisha nini? Akaniambia huu ndio ufahamu wa kisiasa. Hawa hawana digrii, hao watu wa mashambani ulima. Hono ndio uwerevu wa kuelewa siasa na kuelewa kinachoendelea katika nchi na kuelewa hizi funds na hii misaada hutembea vipi na chaneli zake ni zipi. Hakuendewi kimseto. Ndio utatukuta sisi tutatukua kilio cha matangani tukipeka harusini, tutatukua cha harusini tutakipeka wapi? Matangani, yani fil hali mseto ahdaf. Nukta nyingine tutazungumzia ni ususu tarbiya alqur'aniya, misingi ya malezi ya Qur'ani ni ipi. Nukta nyingine tutazungumzia ni wadhaifu wa majalatu tarbiya alqur'aniya, nyadhifa na nyanja za malezi. Malezi ya Qur'ani yatekeleza nyadhifa zipi na mawanda yapi ya lenga. Nukta nyingine tutajiuliza suala, manil mas'ulu anit tarbiya, kwa mujibu wa Qur'ani ni nani muhusika wa malezi? Nani muhusika na ambaye tutafaa kumlaumu kukiharibika na kumsifu kukifanya nini? Kukitengea ni nani? Nukta ya mwisho tutazungumza min asalibi tarbiya alqur'aniya, baadhi ya mbinu za malezi ya Qur'ani, mbinu zilizotumika katika malezi ambazo zitakuja kutusaidia. Hizi unwani mtaziona za kijumla, lakini tukija kuzigusa na kukishika kimoja na kuvunda na kuingia huku tini ground kuzionyesha katika maisha yetu, tutakuja kusoma mingi inshallah. Ninachowaomba ni subra, na ninachomuomba Mwenyezi Mungu kwanza ni anipe taufiki ya kuweza kukamilisha haya. Tusiwe na haraka, kuna mengine yatakuja kufafanuliwa na mengine yatakayokufuatia. Tuanze katika nukta yetu ya kwanza. Nukta ya kwanza ya leo, baada ya ule utangulizi nimenena kiutaalamu, ni makosa kujadiliana kitu chochote au kukieleza kitu chochote kabla hakijawa wazi katika taswira zetu. Na ndio wenye ilmu al-mantiq wanena la tasdiqa qabla tasawwur. Huwezi kuamini ama kukanusha kitu kabla hujakijua ni kitu gani unachokiamini au ni kitu gani unachokikanusha. Na twaweza kushindana mara nyingine kuanzia asubuhi mpaka usiku, kumbe sote tukubaliana tumekhtalifiana tu katika tasawur, kama wanaoshindana baina ya nusu darzeni na sita. Wale amwambia la hii ni sita, wale amwambia la si sita, hiyo ni nusu darzeni. La hii ni sita, dalili zako qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah, katoa aya na hadithi. Wale kamwambia hizo zote hazithibitishi sita, mimi nina dalili sibisha nusu darzeni. La waliyata yote wale mando wakaulizana maana ya sita ni nini na maana ya nusu darzeni ni nini, bakaelewa, wangeondoka peana mikono, basi sote kumbe unga mkono. Ni lugha tu. Hili ndio ninaokusudia tahlilul mufradat. Tunapoyatumia haya maneno, usifikiri kila neno unalolinena wewe vile lilivyo kwenye taswira yako ndivyo anavyolifahamu mwingine. Si hivyo. Kila mtu sasa hivi wazungumza neno uadilifu. Mathalan, tasikia mtu kwambia taka kufanya uadilifu, ama fulani hana uadilifu, ama fulani ni muadilifu. Muulize concept yako ya uadilifu mando ni ipi? Sio, umeelewana vizuri sana. Yaweza kuwa yeye udhalimu huona ni uadilifu na uadilifu huona ni nini? Ni udhalimu, kwa sababu ya kuchangikiwa kinini? Kimafuhumu. Sasa sisi tumetumia maneno mangapi? Manne, na haya mambo kidogo mara hii ya sasa yao yatakuwa ya kielimu, mtaka mutulie munivumilie. Tumetumia neno manhaj, ambao nimelifasiri Kiswahili neno nilolipata kwa kadiri yangu, ambao ni mfumo. Tumaanisha nini tukinena mfumo?
Tukinena manhaj twamaanisha nini? Kisha pili, tumetumia neno Qur'an. Twataka hiyo manhaj itoke kwenye nini? Kwenye Qur'an. Tukasema mfumo wa Qur'an. Mfumo, kuna mfumo wa siasa, kuna mfumo wa uchumi, kuna mfumo wa kijamii, kuna mfumo, endelea paka mwisho. Sisi tunataka mfumo upi? Fi tarbia. Tukatumia neno gani? Malezi. Twataka mfumo wa nani? Wa Qur'ani. Kuhusu nini? Malezi. Nini malezi? Tumefahamu wa malezi. Malezi yapi? Kuna malezi ya aina nyingi. Malezi tunayoyataka sisi ni malezi ya kuilea jamii, si malezi ya kulea mtu mmoja mmoja wala ya mambo mengine. Nyanja za malezi ni pana ndugu zangu. Kwa hivyo napenda msitarajie kwenye mada hii kutazungumzwa masala ya baba, mama na kulea vijana. Ile ni tarbiyatul usra, ni kulea nini? Familia. Tunayoitaka sisi hapa ni tarbiyatul mujtama, ni jinsi ya kulelea jamii. Haya maneno manne. Nini manhaj? Fikiri Kiingereza watumia neno method. Hata zile manahiju tadris zinaitwa methodology, sio? Mbinu za usomeshaji ama mifumo ya usomeshaji. Nini manhaj? Lakini mimi zaidi nataka kulala kwenye Kiarabu kwa sababu sitaki kuitumilia maneno ya kizungu mingi ambayo sitoyajua kiundani wake, asili yake. Kama hilo neno method wengine wamelichambua ni maneno mawili, asili yake latokana na Kiunani, mambo marefu sana. Nini neno manhaj? Neno manhaj limeundwa kwa muundo wa maf'al, au wengine hunena minhaj pia kwa muundo wa nini? Wa mif'al. Na hizi ziko katika Kiarabu. Kuna jalasa, amefanya nini? Ameketi. Kuna na majlis, ndio hiyo imetiwa mimu madho, pale mahala waketipo watu. Kuna qaada pia, amefanya nini? Ameketi. Kuna na lebao la kuketia kule chumbani wangulie sisi maq'ad. Tuele fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Sasa limekuja hilo. Asili yake latokamana na neno nahaj. Neno nahaj watuambia katika lugha ya Kiarabu ni au manhaj ni at-tariq, ni ndia. Si ndia ya kimaterial, lakini ni aam. Sijui umeelewana vizuri jamanini? Msitoke na fikra kwamba tunaenda kuizengea barabara, yani kama barabara ya kwenda Mokowe ama kwenda Mombasa. Ni aam. Lakini si kila ndia huwa mkuliwa manhaj katika lugha ya Kiarabu. Watuambia almanhaj huwa tariq yenye sifa ngapi? Mbili. Alwadhihu walbayinu, iliyo wazi na iliyo bayana kwa watu. Hiyo ndio maana yake ya kilugha. Hadithi aliyopokewa ami yake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Al-Abbas ibni Abdul Muttalib. Simamjua nyote Abbas, babake Abdullah ibn Abbas. Ana hadithi huyo alipokewa akieleza Mtume alipokufa, akanena maneno haya: lam yamut rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hakufa mtumi, hakuondoka duniani mtumi, hata tarakakum, mpaka aliwawata nyinyi, ala tariqin nahija, katika ndia iliyo wazi. Amelitumia neno nini? Manhaj. Ala tariqin nahija, katika ndia iliyo wazi.
Qur'ani aya niloisoma suratul Maida aya ya 48, Mwenyezi Mungu asema tumekuteremshia wewe mtumi Muhammad, nafupisha wakati sitaki nisome Kiarabu kisha nifasiri. Tumekuteremshia wewe mtumi Muhammad kitabu, yani Qur'ani, kwa haki, ambao chasadikisha zile zitabu ziliokuwa kabla yako na zatawali zitabu zile. Kwa hivyo hukumu baina ya watu kwa yale aliyokuteremshia Mwenyezi Mungu, wala usifuate hawa zao kwa kukutenga na yale yalikuilia katika haki. Mahala ninapopataka ni hapa sasa, likullin, kila mmoja, ja'alna minkum shir'atan wa minhaja. Neno manhaji, kila mmoja katika nyinyi. Shir'a ni nini? Au ni sharia. Lakini sharia katika lugha ya Kiarabu nini? Turudi kwa wataalamu. Ashira asli yake katika lugha ya Kiarabu ni at-tariqul musili wal waridu ila al-ma, ni ndia inaomfikisha mtekaji mai kwenye chemchemu ya mai. Ndia unayofuata ikakupeleka mpaka kwenye mto au mpaka kwenye chemchemu ya nini? Ya mai. Si ndia inaokupeka mahala popote, paka ikupeke kwenye masdar, matimbuko ya kitu, matimbuko ya mai, ile huitwa shir'a. Na Mwenyezi Mungu ameiita sharia yake kwa jina hili. Ni ndia inaokufikisha kwenye kuteka nini? Al-Allama al-Imam al-Mufassir al-Qurtubi katika tafsiri yake, katika kufasiri neno shir'a, amenena at-tariqul musilu ila al-haq, ni ndia inayokufikisha wewe kwenye nini? Kwenye haki. Na minhaja ni nini? Akanena wanahju, katika hiyo ni sabilan wadhiha, ni ile ndia iliyo wazi alotutaka bwana mtumi tuifuate katika aya nyingine ya Qur'ani alipotuambia qul hadhihi sabili. Sio hii ni ndio ndia yangu na mimi naifuata hini nikiwa katika busara na walionifuata mimi. Ninachotaka mimi ndugu zangu kwa ufupi, neno manhaji katika lugha ni ndia inaofuatwa kukufikisha kwenye kitu unachokitafuta. Umeelewana jamani? Ni ndia unayoifuata kukufikisha katika kitu unachokitafuta. Mathalan 2022 haiko mbali, tujalie wewe umetiania wataka na wewe mara hii kiti, mfano cha MCA, tuande na hizi zitoto kwa MCA. Kwa hiyo wewe una lengo, una kiti wakitaka, ni ndia zipi utazifuata zikufikishe katika kile kiti? Sasa wale makampena wako, wale watu wakaunga mkono, mutaketi tini, sio? Mutatengeneza zile huitwa mikakati, sio? Sasa utasafiri kwa dini, tengenezwa zile kwa mikokoteni na wilbaro kwa hasla sijui, utasafiri kwa mikao ya kimadhahabi mathalan. Taona hapa mimi kilidunda tari hili, tuko wengi sisi, tutaweza tukapita hapa. Utaangalia ukabila mathalan, utaangalia mitaa. Toba mimi siko kwenye kuwaonesha ndia ipi hufaa, ndia ipi haifai. Almuhimu fi natija, wewe utabaini manhaji yako, tariki yako iliyo wazi, ambayo itakufikisha wewe kwenye kile unachokitaka. Hiyo ndo tunaita manhaj. Kwa hivyo manhaj ni tariq, ni sabil, ni wasila ila kadhalika. Hayo ni maneno ya kilugha, sipo tupatakapo. Sisi tuko kwenye elimu hapa. Wenye elimu wamaanisha nini wakinena manhaj? Hili ni neno latumika katika elimu zote. Kama nilivyowaambia, katika kufundisha kuna manhaj, katika kuandika. Takuta leo watoto wakimaliza masomo yao katika chuo kikuu, huwa lazima wapeleke nini? Research, sio?
ile research kabla ya kujadiliwa madhumuni yaliyomo ndani, kile alichokiandika ni sawa ama si sawa, kitu cha kwanza wataka kuangaliwa manhaji yao ya uandishi. Kuna zile khutuwat watakana wazifuate, wataanda wapi, watapita wapi mpaka amalize kitabu. Ile huitwa manhajul kitaba, mfumo wa uandishi, mfumo wa usomeshaji, mfumo wa kila kitu. Sasa katika elimu, na wafupishia, hizi ni zitu zimetungiwa maelfu ya zitabu ndugu zangu. Wasema, sikilizani maneno ya wataalamu, manhaji ni nini? Mmoja asema ni khutuwatun munadhama yattakhidhuha albahithu limualajati mas'alatin au akthara wa yatatabbauha lilwusuli ila natija. Ni hatua. Manhaji nini? Nasema ni hatua za kuandamana, kuzungumza kiango, ni hatua za kuandamana kwa mtungo. Yani ya kwanza iwe ya kwanza, na ya pili iwe ya pili, na ya tatu iwe ya tatu. Usiande ya kwanza ukarukia ya tatu, ukarudi ya pili, ukaenda ya tano, ukaenda ya saba. Utaambiwa wewe uzungumzi wako, uandishi wako, usomeshaji wako huna manhajia, huna mpangilio. Ndio utakuta leo waweza kumpata mtu ana elimu haina shaka, amebobea, lao kutaketi kuhesabiwa watu wasomi, kila mmoja atapiga maondo mbele yake anene huyu kwetu mwalimu, sisi hatustahiki hata kuambiwa sawa na yeye. Lakini ayapo akapanda mimbari akazungumza, mukatoka msikitini mukahuulizana, shekhe menena nio? Ambia wallahi siele. Anaambia mimi umeona unena lile, akiwata akirukia lile, akiwata akirudia hili, na maneno yazungumzao ni maneno mazito ya kielimu. Lakini amekosa nini? Amekosa khutuwatun munadhama, hatua zenye mtungo wa kuandamana. Haya maneno pia namna ya kuyapanga, utanena hili mando, kisha unene hili pili, kisha unene hili tatu. Ni mpangilio maarufu. Mwandishi pia waweza kupata mtu ni mwandishi, ni mwanachuoni, ukishika kitabu chake ukatukiwa. Moya ambao kesho kutwa nitaanza kumuingia, tajuzi nikimwambia mmoja katika wanafunzi wangu, kaambia huyu nipa tabu sana kitabu chake, kina kurasa kama 700. Ule ndo wanukulia yana maneno yake alipokwenda Europe, akanena nimeona Uislamu sikuona Waislamu. Muhammad Qutbi ana kitabu anakiita Manhaju Tarbiya fil Islam au Manhaju Tarbiya al-Islamia, mfumo wa malezi ya Kiislamu, ambao ni katika zitabu cha pili baada ya kile cha Sharif al-Qurashi, na kitegemea kiasi kikubwa, lakini cha nipatabu sana, hakina mpangilio. Unajua kuna tofauti baina wewe umeshika kitabu utaka kukisoma kutoka mwanzo mpaka mwisho uko kwenye kutalii. Kuna na wakati wewe umeshika kitabu hukisomi kutoka mwanzo mpaka mwisho, wataka kutukua nukta unazozitaka. Sasa mara mengine unataka kwenye mlango huu, mara nyingine unataka kwenye mlango huu. Sasa hakikufaharasiwa. Inakubidi usome kurasa 5 6 kwa sababu wewe wataka mstari mmoja. Ameandika kama gazeti, hushuka tu kama gazeti, hakuna break ya topics, hakuna nini. Hii ni katika uslub, ni watu wa zamani pengine ni. Kwa hivyo mfumo ama manhaji ni nini? Ni hatua zenye mtungo wa kuandamana anazozitukua mtafiti katika kuyajadili masala fulani au masala mengi, ili kuwafikisha watu kwenye natija. Sisi tumeelewana mpaka hapa vizuri sana. Kwa hivyo tunapozungumza manhajul Qur'ani fi tarbiyatil mujtama, twakusudia nini? Twakusudia hatua za kitafiti. Twatafiti wapi? Kwenye Qur'ani. Kutafuta nini? Muongozo wa Qur'ani katika kutuongoza sisi kufikia malengo ya kujua vipi tutailelea jamii. Twataka huu mfumo wa jumla. Hiyo ndio manhaji. Suala, ilianza lini kitu huitwa manhaji?
lini mwanadamu alianza kuweka mipangilio katika kufikiri kwake? Swala hili na waomba tumregeshe msomi mmoja wa nyanja hizi, Allah yarhamhu, amekufa miaka 2-3 tu iliyopita. Wengi katika sisi hapa tumesoma zitabu zake, naye ni Dr. Abdul Hadi Al-Fadhli, au wengine wanamuita Al-Fudhli, mwenye kitabu maarufu Khulasatul Mantiq na Mabadi'u Ilmi Al-Usul. Huyo ana kitabu kingine kikubwa, na nawaomba wanafunzi, nimekizengea kwa Kiingereza sikukipata. Kitabu chenyewe akiita Usulul Bahth, ndio hiyo mifumo ya utafiti, azungumza mambo haya. Ameuliza suala, lini katika historia, sitaki kuatia kwenye elimu na mahala muhimu tunataka tufike jamani, nataka muniandamani, muhimu sana mwisho, kwa sababu kuna suala litajitokeza. Twaweza kupata kwenye Qur'ani mambo ya mifumo ya kimalezi ama mambo ya kuswali tu na kufunga? Maana kuna watu ukizungumza maneno hayo kwambia hayo masala yanayo alaka na Qur'ani ama Qur'ani mambo yake mengine, na nataka kuwarudisha katika zitu hizi. Lini kulianza neno manhaj? Wasema wataalamu wa nyanja hizi kwamba mtu wa kwanza katika historia alotumia neno manhaj ni mwanafilosofi wa Kigiriki alokuweko kabla ya Nabii Allah Isa kwa zaidi ya miaka 300, anaojulikana kwa jina la Aflatun. Ndio mtu wa kwanza alotumia neno nini? Manhaj. Baada yake akaja Arasto akalijenga zaidi. Baada yake katika mwamko wa kielimu, hususa katika karne za kati Europe, huko karne ya 15 16 ndio mara nyingi zikiitwa middle century, kulipoanza mwamko wa elimu, ndilo likajengwa zaidi neno hili. Ala fikra, leo ukizungumza manhaj, wewe ni Muulaya, ni mzungu zaidi kuliko kuwa ni mwanadini. Hata baadhi ya propaganda na ambao kiasi fulani zina ukweli, wanasema kinachomtofautisha msomi wa sekula na msomi wa dini ni kitu huitwa manhaj. Kivipi? Wakwambia leo nenda ukamtukue mwalimu anayesomesha Arabic secondary, tena mwenye Arabic kwa background ya kisekula, si ya madrasa, hakusoma madrasa wala nini, ansoma ile kisekula. Kisha ndo umtukue na shekhe huyu wa dini, tumekuwa ustadhi, uwaweke mbele ya wasomi wapimwe, aliyeshiba hiyo Arabic ni nani katika wao wawili? Leo utampata amesomeshwa huko kwenye sekula, amesomeshwa nahul wadhih, sijui zitabu 2 3 4. Unaweza kumpata ustadhi soma Jurumia, Dahalani, Mutammima, Qatrun Nada, Alfiyat ibn Aqil, Mughni Labib. Yeye na wenyewe wale mabingwa wa Kiarabu hape kichoni, simende wenye kunena. Sawa? Kwa hivyo huyu akiketi mbele ya huyu bata kustahiki kuankuliwa rika lake, hata katika wale wanafunzi wake bora aweza asiwe ki content, yani walichobeba nini. Sawa mpaka hapo? Kisha wasema watunde watu hao wawili, wape choki waingize klasini, wape topic ya nahau waisomeshe pale klasini. Utaona alfariqu shasi'a, gap kubwa sana baina ya ule alobobea na baina ya huyo alosomeshwa zitabu 2 3.
Huyo ajua anapoanda, atakavyokupiga mifano, atakavyomaliza, atakavyokutoa ufupisho wa darasa na notes kwa wanafunzi wataziandika vipi. Huyu ataingia na kontena ya elimu yake, lakini hajua iande wapi. Yatamshopoka, hunena hili, akitoa kwa kiasi ndio wale nenao. Wakitoka wanafunzi kwamba ustadhi yule kuna matezo bwana, amehifadhi alfia kinyume nyume bwana. Mnaelewa? Amehifadhi alfia maana yake atangia pale ambaye atasomesha mara kwamba sisi tulipokuwa tukisomeshwa kalamu na qadimu na nini, atataja ile kastafid wasmun wa fi'lun thumma harfun alkalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am. Hiyo alfia nayo mimi kwenye kitwa. Lakini sasa wewe uingie kwenye wanafunzi wa form 1 form 2 msomee baiti 20 30 za alfia, umempa nini? Sijui umeelewa? Kwa hivyo wanafunzi watatoka watanena hatumfahamu alim anachotuzungumzia aliyevaa kanzu na kofia, twamfahamu mister aliyevaa shati na nini na suruali. Tofauti yake ni nini? Ni kitu kinachoitwa manhaj. Wazungu katika mwamko wao katika karne za katika karne za kati, elimu waloipa kipaumbele zaidi ni kitu kinachoitwa manahijul bahth. Wataalamu kadha wa kadha, wao kwao content si muhimu ni vipi utadeliver kile ulichonacho, hata kama ni alfube, hata kama, na ndio utakuta leo waweza kumpata mtu ni profesa wa kusomesha nasari, amepewa shahada ya PhD, enda kusomesha nini? A for apple, B for nini? For ball. Content alionayo, ukimwambia wewe profesa gani, umehifadhi alfia? Umehifadhi katronada? Profesa mimi nimehifadhi hizi A for apple na B, lakini mimi nimetrainiwa miaka 7-8. Vipi nitazungumza na ule mtoto wa miaka 5? Vipi nitapenyeza hii A for apple katika kichwa chake? Mimi utrainiwa hapo. Wewe umetrainiwa miaka 10, vipi utahifadhi matalasimu ya nahau? Sijui tumeelewana vizuri sana. Lakini matalasimu yale wewe ni hodari kuyaimba tu. Ukija katika mpatie mtu ayaelewe wa chini, washindwa kudeliver kwa sababu ya methodology ya namna ya kuitoa. Nafikiri sitoeleza zaidi ya hapa, tumeelewana vizuri sana. Kwa hivyo mtu wa kwanza wadai hawa alotumia neno manhaji ni nani? Ni Aflatun. Baada ya Aflatun ni nani? Arasto. Kisha wakaruka kwenye Uislamu wakutaya kabisa, wakaja mpaka kwenye middle century, alqurunul wusta, wakataja kina Francis Bacon, sijui kina nani, sitaki kuyataja majina mengi ya wataalamu wa Kiulaya, wakaja wakaivisha hili somo linaloitwa manhaj. Kisha wakarudi wakatunga elimu ya manahij, wakasema hizi fikra za mwanadamu zimepita katika stage 3. Stage ya kwanza wakaiita ustura, stage ya ngano. Stage ya pili wakaiita marhalatul falsafa, stage ya philosophy. Stage ya tatu wakaiita marhalatul ilmi, stage ya sayansi. Dini iko wapi? Nataka nini mimi hapa? Ustadhi, mimi nazungumza nataraji na jaribu kuboresha fikra. Ustadhi, wewe umekuja umetutangazia waja kuzungumza manhajul Qur'an. Ni Waislamu munalo hili neno manhaj? Hili si lenu. Hili wewe lizungumze lakini Arasto Ugiriki, ama lizungumze la Europe. Nyinyi hamukujua masala ya methodology, nyinyi mwajua tu kuhifadhi na kutoa. Nataka hapo mimi, je, Qur'ani inao kitu huitwa manhaj ama haina? Na ikiwa inayo, kwa hivyo tuitafute, na kama haina tuendao kutafuta kitu mahala ambapo sipaki. Sasa Dr. Abdul Hadi kwa wayuao Kiarabu
na waomba wende wakasome. Mimi nayafupisha kitabu chake karibu kurasa 400 au 370, akiita Usulul Bahath. Asema hivi: mwanadamu wa kwanza alipoanza kufikiri, alifikiri kwa mtindo wa ustura. Wanaita hivyo awanukuu wao. Ustura nini? Ni zile tuzianku wao asatirul awwalin. Madrasa tukifasiriwa ye ngano zakae, pengine ni neno alikuwa tukilinena tu sisi na tukitamshwa madrasa, lakini katika hilo hatukuweza kudigest. Si ngano peke yake, ngano zakae, taka muwe multafitini, yani watu wakae walivyokuwa wakifikiri. Wako hapa hapa wazee wetu, wako hapa hapa kwenye elimu. Ndio hiyo wanaoita marhalatul ustura, ndio zile kina Sinbad, na ndani ni mambo yasoeleweka, mambo ya kiganga, mambo ya kimiujiza, mambo kulikuwa na mtu ana mbawa 6, ule mfalme alikuwa na upanga wake unantasaba, kulikuwa na nyoka pale kijijini unazitwa saba, ukimkata cha kwanza huya cha pili, ukimkata cha pili huya cha tatu. Hala zirudieni hizi fikra. Leo mumeingia kwenye ulimwengu wa digital na analog na .com, hizi haziko sana, lakini hala turudi kidogo nyuma, utakota mpaka kila mazungumzo yetu manini twazungumza kwa manhaji usturi. Ndio tunaita manhaji usturi. Mazungumzo hayafani paka yaetwe kiustura, na haya yalituathiri paka kwenye dini. Mimi ndo siku moja nazungumza na mmoja katika mashekhe hapa, poleni jamanini, kulikuwa kumetoka mzozo kama miaka 2 iliyopita. Kuna shekhe mmoja alitoa kisa, sijui kuna mwanachuoni mmoja alipokwenda kuzikwa, alitoka kwenye tusi akaingia kwenye ufuko ye mwenyewe. Makumbuka hizi kaita mjadala mkubwa kwenye mitandao. Kukatoka shekhe mwingine akamjibu akamwambia yeye kama alikuweko hapo kuna mtu angelisalia ngetoa zako na za kuwazima na za kukopa na za nini. Mimi katika kuzungumza na shekhe mmoja katika baadhi ya mashekhe bana uamini mambo ya karama na nini na miujiza, na mimi ni mmoja uamini mambo ya karama, naamini. Toba nikinena naamini mambo ya karama si haimaanishi naamini kila lidaiwalo. Kuna yanaodaiwa yamo, kuna yanaodaiwa hayamo. Tatizo lilioko nikamwambia haya maneno ulipokuwa ukizungumza msikitini zamani wakati wa manhaji usturi, bazee walikikatikwa na matozi wakilia wakati ule, kwa sababu ilikuwa ni manhaj usturi. Na kila ukitaka kuwaathiri watu kikhutba wakati ule ni kuwazidishia hizi qasas za kunini, kwa sababu dhihni yao hawajatawaliwa na elimu za kimada na elimu za kisayansi, hawajaingizwa malabu kuoneshwa zitu uthibitishwa vipi. Wao kitu kikubwa wanachokitegemea ni kutoka wakiinukia kwa mame wasikia hadithi za kina Sinbadi, wasikia hadithi za nyoka wazitwa saba, wasikia hadithi sijui za kadhaa. Sasa huyu ashafremiwa akili yake kupokea hadha almanhaj, so ukizungumza naye angia full. Nakwambia leo wewe wazungumza na kijana atoka lab, yani ametoka kwenye manhaji usturi amekuja kwenye manhaji ya tatu ambayo nitakuja na yatangulia, marhalatul ilm, marhala ya sayansi, marhala ya almanhaju tajribi. Siamini kitu mpaka nikione, siamini kitu mpaka nikijaribu, siamini kitu mpaka nikianalyze, siamini kitu. Sasa huyu kuna tatizo. Sijui tumeelewana vizuri jamani mpaka hapa? Wakati umemalizikia na mada imepanda tamu sana, na sina budi kusimama kwa sababu tunataka kwenda kufungua na madhini. Nitawawata hapa na taraji mmenielewa ninapotoka na tunapokwenda mkurefu tuyapike haya insha Allah taala. Mungu akitupa taufiki na uzima, kesho tutaendeleza pale tulipokoma. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.